Basi sasa kilichokuwa kinanihangaisha ni baada ya Mungu kunifungua macho, kumjua yule mtu, najua ndiye aliyenishikilia. Je, kama naomba, kwa nini Mungu alinionyesha na kwa nini aruhusu huyu mtu anifungue? Lakini yule mtu kila nikiota, naota anabadilisha ile dawa. Yani anaitoa hapa, anaipeleka hapa. Naitoa hapa, naipeleka hapa. Kwa hiyo ikawa ni changamoto ya mimi kufunguliwa kwa ule muda. Lakini nilipokuja hapa, kilicho nishangaza cha kwanza na ninachomshukuru Mungu, mtu anaweza akaamini au asiamini kutokana makanisa kwanza sasa hivi yamekuwa mengi. Wachungaji wa uongo wamekuwa wengi. Sawa? Lakini sasa mimi ninachomshukuru Mungu wa hapa, ilivyofikia zamu yangu, na hisi mimi ndo nilikuwa wa mwisho kwenye kujielezea. Maana wote waliokuwa wanapita, mtu anasema changamoto yake, anaenda anafanywa maombi kule, anasema changamoto pale baba anavyoonana na mtu mmoja mmoja. Nyinyi sasa, wewe ukawa kwenye foleni, lakini ukawa ni mtu wa mwisho. Wale wengine wote wanapita, wanakwenda, baada ya hapo wanafanywa maombi, anakabidhiwa na mchungaji, maombi yanaendelea. Wewe ukawa mtu wa mwisho sasa. Mimi nikawa wa mwisho. Yes, baada ya hapo sasa nini kilitokea? Sasa baada ya hapo nikaja nikamwelezea baba hiyo changamoto yangu ya uzazi. Akasema, "Hujawahi kushika mimba?" Nikamwambia, "Hapana, na watoto 2. Mtoto wako wa kwanza yuko la ngapi?" Nikamwambia, "Kamaliza elimu yake ya msingi darasa la 7. Huyu mwingine nikamwambia yupo darasa la 5. Umeona? Akasema, "Kwa hiyo shida ni hiyo tu?" Nikamwambia Akasema, "Sawa." Sasa naona sasa hivi muda umeenda, ilikuwa kama mida ya saa 10 kasoro hivi. Akasema, "Sasa hivi naona muda umeenda. Sasa unaonaje? Leo urudi nyumbani, alafu Jumatano uje hapa asubuhi ili tuweze kufanya huduma." Nikamwambia, "Sawa." Akasema, "Kweli unaniambia, unaniahidi utakuja?" Nikamwambia, "Nitakuja kwa sababu mimi si ndo mwenye shida." Haya, lakini yule baba akasema, "Hapana. Yaani yule adui yako yule, namuona yupo madhabahuni, ila wewe uwezi kumuona. Lakini yuko pale. Na wako hawa 2. Yaani wewe wanakufuatilia." Nikaona huyu baba amenirudisha. Kuna mganga mmoja niliendaga Kibaha kule, akanambia, "Yaani wewe kuna wanawake 2 wako hapa, ila uwezi kuwaona. Ndo vizuizi vyako vikubwa." Na kila nilikokuwa naenda naambiwa wale watu. Sasa nikashangaa, hapa huyu baba amewaonaje? Samani hapo nikukatishe, labda nimueleweshe tu mtazamaji ni kwamba ulimwengu wa roho unafanya kazi kiroho. Tunasema kuna vitu vinaendelea katika ulimwengu wa roho ambavyo havionekani kwa macho ya damu na nyama. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba ulivyokuwa umeenda kwa mganga akakueleza kwamba kuna watu 2, wanawake 2 wanakufuatilia. Na ulivyokuja hapa madhabahuni, picha ikawa inaendelea ile ile. Baba anaonyeshwa kwamba kuna wanawake hao 2 ambao wanakufuatilia pia. Kwa kusema hivi, ndugu mtazamaji, simaanishi kwamba watu waende kwa mganga. Hapana, tunataka watu wamjue Mungu na wajue nguvu za Mungu zinavyotenda kazi. Amina, endelea hapo. Basi kwa hiyo akanambia, "Sasa hawa watu naona wanashindana na nguvu za Mungu. Sasa nataka wamuone Mungu ni nani." Yaani leo nilikuwa sitaki kufanyia maombi kabisa. So naona wote hawa waliokuja wananielezea na wapa watenda kazi, "Nye fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi." Lakini wewe hapana. Nataka hawa watambue kwamba Mungu huwa yupo. Kanambia kasimame hapo kwenye zulia katikati. Nikaenda nikasimama. Yaani kitendo cha kuniletea ule mkono, kwanza nilisikia ubaridi ulionishukia mimi ndani. Yaani hapa ninapoongea nadhani hata watakao kuwa wanatazama, wale ambao huwa wanashukiwa na Roho Mtakatifu, kuna hali ambayo huwa unaisikia ndani. Ndiyo. Yaani inakuwa ni hali tofauti. Amina. Kwa hiyo nilisikia ile hali imenishukia, yani kama ni maji ya baridi yameanzia utosini.
mpaka kwenye unyayo wa mguu. Nilisikia mwili wangu kubadilika ghafla. Wakaanza kuniombea, walivyoanza kuniombea pale, nikahisi kama kuishiwa nguvu, nikaa najisikia, alafu kinywa kikawa kizito, siwezi kuongea. Kwa hiyo nilianza kushuka taratibu ili nisianguke, kwa sababu huwezi kujua kwenye kuanguka utaangukaje. Nilianza mimi mwenyewe kujishusha taratibu mpaka chini nikakaa. Baada ya kukaa nilikuwa nasikia yani kubeua. Kwa hiyo kubeua nilikuwa nakusikia unasikia kucheua hivi. Kwa hiyo nabeua, sitapiki, sitoi kitu chochote, lakini ni mtu wa kuhangaika, na ninasikia kama ndani nimejaa pumzi nyingi sana. Yani kwa tafsiri tunasema ni mtu ambaye anafunguliwa, yani kufunguliwa sasa. Yani nilibeua kana kwamba mpaka mimi mwenyewe nilianza kujishangaa. Hivi ni mimi? Kwa nini niko hivi? Na nikiongea hivi nahisi watu ambao huo wanazunguka kwa waganga, hii tabia wanaikuta na waganga. Wao wana tabia, ukifika pale yule mganga anaanza kubeua kwa nguvu, yani anaweka mbwembwe. Amina. Sasa hiyo hali mimi ndo ilinikuta mimi. Lakini ilifika tamati nikaishiwa nguvu kabisa, nikaa kama nimepoteza fahamu. Najitahidi nisipoteze fahamu, lakini nasikia kama kitu kinanifunga, yani siwezi. Nikafanyiwa maombi, nakumbuka nilifanyiwa maombi tangu saa 10 kasoro mpaka saa 12. Nikawa kama nipo sawa. Sasa yule mwenzako aliyenileta yule, tukatoka nje, nikamuuliza, wewe hauna njaa? Akanambia hapana, tumeshakula ubwabwa huku, kwa sababu ibada ya mchana watoto huo wanapikiwa ubwabwa. Kwa hiyo na mimi nimeenda kudoea huko kidogo. Yes, hapa kanisani huwa tuna ibada 2, ambayo kuna ibada inafanyika saa 3. Kwanza kuna maombi kuanzia saa 2, lisali moja la maombi, alafu baadaye tunaingia ibada ya kwanza kuanzia saa 3 mpaka saa 4. Kuna neno pale linafundishwa na mwalimu, tunasema Bible study. Alafu baada ya hapo tunakuwa tuna ibada kuu, ambayo ndio hiyo sasa wewe ulikuta ni ibada ya kushukuru, kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu na kujifunza neno la Mungu. Baadaye mtumishi anakuwa anapanda madhabahuni. Amina. Kwa hiyo lakini pia kuna ibada huwa inaendelea ya watoto, wana sehemu yao hapo nje, wana kanisa lao dogo hapo nje kwa ajili ya ibada ya watoto. Lakini ibada ya watoto, mara nyingi watoto huwezi kuwaweka, wengine wanakuja na watoto kuanzia asubuhi mpaka saa 8 au saa 7 ibada inavyokuisha. Kwa hiyo mtoto hawezi kuhimili ile hali ya njaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo huwa kuna chakula huwa wanapata mahali hapa. Kwa hiyo wewe sasa mwenyeji wako akakwambia kuna chakula kiko nje. Hebu niambie, wakati huo tayari ulikuwa ni mjamzito au ulikuwa kwenye harakati bado za kupambana kutafuta ujauzito? Yani hapo ndo ulikuwa natafuta ujauzito hapo. Ndio. Basi kwa hiyo tukaondoka, ila nikaondoka nina mashaka. Nikamuuliza, wewe, hivi nilivolala pale, ujue mimi nilikata mawasiliano, nilikuwa sijielewi, hivi sijazunguka kanisani? Akasema hapana, nahisi kama nilizunguka atakuwa alinifichia siri. Nikamwambia, wewe, sijafunuka nguo zangu, ila nilikuja nimevaa suruali. Sawa? Ndio. Nilivaa suruali, nimejifunga kanga na vindara vyangu, kana kwamba mimi nilikuwa najua tunaenda kwa waganga, japo nilikuwa nashindana na roho ndani kwangu. Ndio. Ila naambia unaenda kanisani kwa mchungaji. Mimi nasema sio kweli. Kwa kanisa lolote hii kitu huwa wanayo, kwamba haijalishi umekujaje. Unajua ulimwengu wa roho, yani Roho Mtakatifu anavyokushukia na jinsi unavyokuwa unafunguliwa, unakuwa ni mtu ambaye hauko katika hali ya kawaida. Lakini pia huwa kila kanisa, hata hapa sisi Jehova Shama tuna vitambaa kwa ajili ya yani tunasema tuna vitambaa vya huduma kwa ajili ya kufunika watu. Kwa hiyo kama ni mwanamke, huwa mhudumu wa kike anakuwa anakuhudumia. Kwa sababu wakati naamka nilijikuta nimefungwa kile kitambaa, nguo ya huduma. Sawa. Kwa hiyo ndo maana nilikuwa na mashaka makubwa sana. Basi niliondoka nyumbani. Mimi nyumbani nilitoka kwa siri. Mume wangu hakujua nimeenda wapi, wala watoto wangu hawakujua nimeenda wapi. Lakini ilikuwa ni kawaida yangu mimi, nikienda njia zangu mwenyewe ninazozijua mimi, sisemi naenda wapi. Ndio. Nikarudi nyumbani, tukafika, nikapika,
kapakua, tukala. Sasa ule usiku nilolala ule, nikawa nimeota ndoto. Ile ndoto nikaota nipo kijijini. Lakini kule kijijini kuna uwanja ni mkubwa sana. Ule uwanja umejaa wazee. Yaani nikisema wazee, kama unajua wazee wa vijijini, si unawajua wale wachafu. Ndio. Afu wamezeeka aswa, yani nikikwambia mzee wewe elewa mzee. Yani chukulia, yani safiri uende kijijini kwenu. Angalia yule mzee kabisa yuko hivi.